Hello, natamani kufundisha neno moja la baraka, nguvu iliyo ndani ya ufufuo, nguvu iliyo ndani ya ufufuo. Lakini tunaposema nguvu iliyo ndani ya ufufuo, nyuma ya hiyo nguvu iliyo ndani ya ufufuo kuna nguvu iliyo ndani ya mauti. Na hii mauti ilianza katika bustani ya Eden. Na ufufuo huu au uzima ulianza katika bustani ya Eden. Maana naposema nguvu ya ufufuo na mzungumzia Yesu Kristo. Na naposema nguvu ya mauti nazungumza kwa habari ya shetani. Bustani ya Eden ilianza namna hii. Mungu alitoa maelekezo, mwaweza kula matunda ya miti yote, lakini matunda ya mti wa katikati msiale, maana siku mtakayokula mtakufa. Na tunakuja kuona kwa habari ya hii miti ambayo inazungumzwa pale bustani ya Eden. Ulikuwa kuna mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa uzima ulikuwa unamwakilisha Yesu Kristo, ambaye tunakuja kuona kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15. Anasema mimi ni mzabibu, manake ni mti wa mzabibu, na baba yangu ndiye mkulima. Lakini kwa habari ya mti wa mabaya au wa kujua mema na mabaya unaomwakilisha shetani, tunakuja kuona wakati wamekula tu huu mti ndipo mabaya yakatokea, ndipo mauti ikatokea. Maana naposema nguvu ya ufufuo nazungumza kwa habari ya Yesu, nguvu ya mauti nazungumza kwa habari ya shetani. Sasa hii nguvu ya ufufuo ilianzia bustani ya Eden kwa kutii neno la Mungu, kwa kutii maagizo ya Mungu. Na nguvu ya mauti ilianzia pale pale kwenye ile bustani ya Eden. Unaona walipokosea baadaye, huyu mtu mmoja anaitwa Adamu akamjua Hawa. Alipomjua akamzaa Kaini. Kaini alizaliwa katika nguvu ya mauti, kwa sababu alikuwa ashakufa kwa Bwana. Kwa alizaliwa katika nguvu ya mauti. So ile nguvu ya mauti tunakuja kuiona sasa wakati mtoto ambaye anaitwa Habili, mdogo wa Kaini, akaja akauawa na Kaini. Kizazi cha watu wanaomtukuza Mungu ambao alipata yule mtoto Habili kwa neema, kile kizazi kikafutika. Baadaye akaja kupata neema tena akamleta Seti. Maana nguvu ya ufufuo ikaamka tena kupitia Seti, ndipo tukamuona Yesu. Tukamuona Yesu leo anakuja anakufa na kufufuka, na anamwambia Mariamu na Martha kwamba mimi ndio ule ufufuo, mtu akiniamini mimi tayari atafufuka, na Lazaro akafufuka. Nguvu ya ufufuo, nyuma kuna nguvu ya mauti. God bless you wherever you are. Kama unataka nguvu ya ufufuo pamoja na wewe, hakikisha unamwamini Yesu Kristo. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 17 anasema wakimwamini yeye watakuwa na uzima, wasipomwamini uzima hautakuwa juu yao, watahukumiwa, wote watauawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukitaka kujua nguvu ya ufufuo, nimekwambia ni kumwamini Yesu. Ukitaka kujua nguvu ya mauti ni kumkataa Yesu, utauawa. Hello, amen.